Sasa bana, kuna story ambayo nimesema niwaletee siku hii leo, kwa sababu hii story kwa namna moja ama nyingine imenivutia, nikasema niwaletee wanangu hapa muweze kuisikiliza na kuitazama, alafu muniambie mtazamo wenu ni upi juu ya hii story ambayo nimewekea hapa. Sasa ni kwamba mnaambiwa kwamba kuna mwanaume mmoja mwenye silaha ya panga mkononi ambaye alivamia kanisa na kuwatawanya waumini majira ya usiku hivi kwa madai ya kwamba wanampigia kelele. Sijui umenielewa? Yes, kwamba kuna Mnyamwezi bana, yeye bana majira ya usiku kaingia kanisani, akaenda kutawanya wale ambao wanafanya ibada mule kanisani kwa kusudi la kwamba akiwaambia kwamba anawapigia kelele. Na tukio hilo limetokea nchini Nigeria katika jimbo la Abia. Umenielewa? Yes, Abia ni moja kati ya majimbo makubwa sana huko nchini Nigeria, ambapo hilo jimbo liko maeneo ya Ibeku, ambapo jambo hili limetokea mwishoni mwa tarehe 30 Januari mwaka 2026. Sasa ni kwamba mnaambiwa katika video hiyo ambayo ilikuwa inasambaa sana kwenye mitandao ya kijamii, ambapo ilikuwa inaonyesha mwanaume huyo anaonekana akiwatuliza waumini mara baada ya kusikia kelele kuwa nyingi sana za kanisani. Sasa mnaambiwa kwamba hadi sasa hivi polisi wa jimbo la Abia hawajatoa tamko rasmi kuhusu tukio hilo wala kuthibitisha kama kuna mtu aliyekamatwa ama kuna mtu ambaye amedhurika ama kuna hatua zozote za kisheria zilizochukuliwa. So nitakokea video hapo muone huyu mzee the how jinsi alivyoingia kanisani na kuwatawanya hao watu kwa sababu ya kelele. Lakini hii story nimewaletea kwa sababu nina experience ambayo ninaweza nikashare na nyinyi wanangu, kwa sababu kuna kipindi fulani pia mimi kuna sehemu nilikuwa naishi one time moja maeneo ya Mwenge, of course ni karibu na kanisa. Hilo kanisa kuanzia asubuhi mpaka usiku, yani wenyewe ni wanakesha wanafanya ibada, alafu wanashindwa kuelewa kwamba huu ni muda wa kupumzika, yani kwamba ni usiku mpaka saa 8 saa 9 sasa bado mnakesha. Basi hata kama mnafanya ibada mmekesha, basi at least punguzeni sauti ya vifaa vyenu vya muziki ambavyo mnakuwa mnavitumia. Sijui mnaelewa, kwa sababu watu wengine huwa wametoka kazini, wamechoka, wanahitaji kupumzika, kurelax na familia zao, wapate usingizi asubuhi waamke waende makazini. Hii inakuwa kidogo inawakata kelele, mtu upate usingizi unasikia tu kelele, hata kama ni maneno ambayo mnakuwa mnayaimba ama mnazungumza kuhusu Mungu, once inapokuwa kwa sauti ya juu ya makelele, hiyo inakuwa ni kelele. Sijui mmenielewa? Hebu angalia hii video ambayo nimekuwekea hapa, alafu niambie wewe mtazamo wako ni Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.